bila kusahau uhondo wa spoti. Tegea 001 FM Uketo Mwamba. Na mnatumai ubuheri wa afya. Hujambo na karibu kwenye habari zetu, ikiwa ni saa 9 kamili. Jina langu ni Jacinta Wanjiku. Hali ya taharuki imeshuhudiwa mapema leo nje ya jengo la City Hall jijini Nairobi baada ya kundi la waandamanaji kujitokeza kulalamikia kifo cha mwananchi mmoja anayeaminika kujulikana kwa jina Albert Ojwang. Waandamanaji hao walikuwa wamebeba mabango na kuimba nyimbo za kuomboleza. Wamesema kuwa kifo cha Ojwang kimetokea kwa njia isiyoeleweka na wanaitaka serikali kutoa majibu ya haraka na ya wazi kuhusiana na kifo hicho. Maafisa wa usalama walitumia vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji hao, huku kukiripotiwa kunradhi. Maafisa wa usalama walitumia vitoa machozi kwa kuwatawanya waandamanaji hao. FM Uketo Mwamba. Na tukiendelea, wanaharakati wanaongoza maandamano mjini Nairobi wakimtaka naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat kujiuzuru. Lagat ndiye mlalamishi aliyesababisha Albert Ojwang kukamatwa na kwa madai ya kumharibia jina mtandaoni na baadaye kuuawa. 001 FM Uketo Mwamba. Na tukiachana na hayo, mkazi mmoja wa kaunti ya Uasin Gishu ametoa wito kwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti bungeni John Mbadi kuangazia na kwa makini swala la mikopo ya elimu ya juu HELB, akisema kuwa wanafunzi wengi wa vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu wanateseka kutokana na kucheleweshwa kwa fedha hizo. Kauli hii inajiri wakati ambapo mjadala kuhusu bajeti ya mwaka wa fedha mwaka 2025 umechacha, huku wananchi wengi wakilalamikia hali ngumu ya maisha, kupanda kwa gharama ya elimu na kutofikiwa kwa huduma za msingi. Ninatumaini ya kwamba ambaye pengine this is the maiden budget ambaye anasoma, tunatarajia kwamba ni muhimu ya kwamba aangalie mambo ya masomo. HELB loan, this model yenye imewekwa sasa inaumiza watoto, kwa sababu unapata kwamba mwingine amewekwa kwa band fulani ambayo haitakani iwekwe, na kwa ukweli hana kitu chochote kile ambacho anaweza hata kujikimu kulipa ile school fees. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba Mbadi anapoangalia pale na warudi wakae na watu wa HELB loan, wahakikishe kwamba hiyo mambo ya HELB loan imerectifyiwa, ili wahakikishe kwamba mwanafunzi yule, wakati ambapo tulikuwa university zile nyakati, walikuwa wanaangalia jinsi ambavyo wewe mwenyewe umejaza, na wanajua kwamba huyu mwanafunzi kama hana wazazi anapata up to 60,000 wakati huo. Lakini unapata saa hizi mwanafunzi ambaye kweli hana, lakini aliapply na akawekwa kwa band fulani, anapata 20,000 hata mzazi mwenyewe hajiwezi. Kwa hivyo ni vizuri kwamba ile pesa ambayo umeweka katika education sector, it should be utilized in the right way. Number 2, hii mambo ya affordable housing. 001 FM Uketo Mwamba. Mamlaka ya mapato nchini Kenya inapanga kufikia malengo yake ya ukusanyaji kodi wa kiasi kikubwa. Mkurugenzi wa NCIC Liban Ngoya katika mazungumzo yake na moja wa kituo humo nchini amesikika akisema kuwa wizara ya hazina imepanga kukusanya jumla ya shilingi trilioni 2.7 kutoka kwa mapato ya kodi. Aidha, ameongezea kuwa haya yote yanalenga kuimarisha uchumi wa nchi na kuhakikisha kuwa serikali ina fedha za kutosha kutekeleza miradi yake ya maendeleo. Yes, I do agree with the first two speakers. It's an ambitious budget,
Of course, KRA is projected to collect 2.75 billion. The AIE will drop in some 559.9 billion. So the gap will be bridged by borrowing locally and also internationally. KRA they have not met the target before, but that doesn't mean that they're not going to meet the target this year. 001 FM Uketengimba. Na tukiendelea, kwa mujibu wa ripoti ya mwaka ya Missing Voice mwaka 2024, jumla ya visa 159 vya mauaji ya kiholela na kutoweka kwa nguvu vimeripotiwa kote nchini. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa 65% ya matukio hayo yanahusishwa moja kwa moja na mauaji yanayotekelezwa na maafisa wa polisi, huku 35% yakihusiana na visa vya watu kutoweka kwa njia isiyoeleweka inayodhaniwa kufanywa na vyombo vya usalama. Mashirika ya haki za binadamu yameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la ukatili unaotekelezwa na maafisa wa polisi, wakitaka uwajibikaji na uchunguzi huru kufanywa mara moja. Missing Voice inatoa wito kwa serikali kuchukua hatua za haraka kukomesha ukiukaji huu wa haki za kibinadamu na kuhakikisha familia za waathiriwa zinapata haki na ukweli kuhusu wapendwa wao. 001 FM Uketengimba. Kwengineko, mkurugenzi wa tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa Liban Goya ametoa kauli kali dhidi ya viongozi wa kisiasa, hasa wabunge, akisema kwamba licha ya kuwa wao ndio hupitisha sheria nchini, hawatoi mfano mwema kwa wananchi. Bwana Guyo alieleza kuwa viongozi hao wamekuwa wakiepuka kulipa ushuru na hata kuficha mali zao, jambo ambalo linawanyima wananchi huduma muhimu kutoka kwa serikali. On the first 400, 200, but the truth of the matter is, you see, they don't pay tax, especially on the mileage, and that is where they hide a lot of their money. So it's leading by example. It's leading by example. If our leaders, particularly the political leaders, lead by example and pay the tax, Kenyans will follow suit. Then the other way is also, tax is also a very complex and burdensome and very bureaucratic system. So the KRA should also make it easier for Kenyans. It should not be too complicated. Like, for example, the SMEs, you want to pay tax and, you consume a lot of time, waste a lot of time and all that. So I think there should be tax reform so that it becomes very easy for the individuals and also for the business to be able to file their taxes. There are again a lot of us. 001 FM Uketengimba. Na tukimalizia, serikali ya Kenya imepokea shehena ya chanjo ya BCG milioni 3 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, hatua inayotarajiwa kuongeza kinga dhidi ya kifua kikuu kwa watoto wachanga kote nchini. Katibu mkuu wa idara ya afya ya umma Daktari Josephine Mburu Olunga amesema kuwa usambazaji wa chanjo hizo utaanza rasmi tarehe 15 mwezi huu. Chanjo ya BCG ni muhimu sana katika kuwakinga watoto wachanga dhidi ya maambukizi hatari ya kifua kikuu, hasa aina sugu inayoshambulia mapafu. Wizara ya afya imetoa hakikisho kuwa chanjo hizo zitasambazwa kwa haraka katika vituo vya afya kote nchini ili kuhakikisha upatikanaji wake kwa wakati. Kwa sasa wazazi na walezi wanahimizwa kufuatilia ratiba za chanjo katika vituo vya afya vilivyo karibu nao. 001 FM Uketengimba. Natamatisha habari zetu ikiwa ni saa 9:12. Tupatane tena itakapotimia saa 10 kamili tukujuze mengi yanayojiri kwa sasa.